Mimi itakuwa na nasaha fupi sana ambazo hazifungamani na ndoa, lakini nazizungumza kwa munasaba wa wakati tuliokuwa nao. Ni wakati wa watu wengi kuwa katika mwanzoni mwa kufungua marakiz, na baadhi yetu tayari tulikwisha kufungua marakiz na wanafunzi walikwisha rudi katika markazi zetu na wamekaa katika nafasi zao za kusomeshwa. Nasaha yangu fupi nitaifungamanisha na hadithi alipokea al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala katika sunani yake, katika njia ya Asim ibn Raja ibn Haywa rahimahullahu ta'ala. Hadithi hii amesimulia al-Imam Abu Daud rahimahullah katika kitabu al-Ilm, babun al-hathu ala talab al-ilm, mlango uliokuja kuzungumzia au kuhimiza wanafunzi juu ya kuitafuta ilmu. Kisha akaisimulia hadithi akasema rahimahullah, haddathana Musaddad ibn Musarhad qala haddathana Abdullah ibn Daud qala sami'tu Asima ibn Raja ibn Haywa yuhaddithu an Daud ibn Jamil عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. فقال رضي الله عنه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الحديث. Hadithi hii ni hadithi hasa iliyokuja katika jambo la kuwahimiza Waislamu kutafuta ilmu, kuvumilia tabu na shida za ilmu. Hadithi hii imekuja kuwahimiza watu kufanya rihlat, kufanya safari kutoka katika miji kwenda miji mingine, kutoka nchi kwenda nchi nyingine kwa ajili ya kuitafuta ilmu. Amesimulia habari al-Imam Abu Daud katika riwaya ambayo tumeitaja kutoka kwa Kathir ibn Qais. Anasema Kathir ibn Qais rahimahullah, siku moja nilikuwa mimi nimekaa pamoja na mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Abu Darda, katika msikiti miongoni mwa misikiti ya Dimashq katika nchi ya Syria huko Sham. Taban Mtume sallallahu alaihi wasallam kama inavyojulikana kuwa alipofariki masahaba wengi walitawanyika sehemu mbalimbali. Kuna waliokwenda Sham, sehemu za Dimashq, katika mji wa Dimashq,
wengine walikwenda Basra, wengine Kufa, na wengine wakaenda Taif, wengine wakabakia Madina, wengine wakaenda Misri. Alimradi masahaba wengi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walitawanyika sehemu mbalimbali, na baadhi yao wakawa na madaris ambazo ni mashuhura kama madrasa Abdullah ibn Abbas katika Kufa, katika Taif, kadhalika na Abdullah ibn Mas'ud katika miji ya Kufa. Kwa hiyo Kathir ibn Qais siku hiyo akiwa katika msikiti katika misikiti ya Dimashq alibahatika kuwa na kikao cha ilmu na Abu Darda ambaye aliseto katika sehemu hizo baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasimulia, anasema alikuja mtu mmoja ambaye wanawachuoni hawamtaji bidhabt kwa jina lake. Akaja mtu kutokea Madina, katika mji wa Madina, mji wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yule bwana akamwambia Abu Darda, sema ya Abu Darda, inni jituka min madinati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, hakika mimi nimekujia kutoka katika mji wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lihadithin balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Lengo kubwa la safari yangu, lengo la kufunga safari yangu hii, safari ambayo ni mbali, yani masafa ya kutoka Madina kwenda Syria ni masafa ambayo wakati huo watu wanatembea kwa miezi, na usafiri wao ima watasafiri kwa punda au kwa ngamia, kwa farasi, na wakati mwingine baadhi ya wanawachuoni kusafiri kwa miguu yao. Na ukisoma tarajum za ulama utaona kwamba kuna wanawachuoni wengi ambao wakifanya safari, mtu anatoka nchi anakwenda nchi nyingine kwa ajili ya kusoma ilmu, na wanafanya safari zao kwa kutembea kwa miguu, kama al-Imam Abu Hatim al-Razi rahimahullahu ta'ala, kama al-Imam Muhammad ibn Manda na wengineo katika maulama. Akamwambia, nimekuja, lengo kubwa ni hadithi moja tu ambayo nilikusikia wewe ukisimulia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuna watu wamepita Madina, wametaja kwamba kuna hadithi unaisimulia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, inaelezea kitu fulani. Nikaona nifunge safari ya kuja hapa Sham kwa ajili ya kuitafuta hadithi hii. Katika riwaya nyingine Abu Darda akamwambia, akimuuliza, ma jita litijara, je, hukuja labda kwa ajili ya biashara au hukuja kwa ajili ya jambo jingine? Kisha akamwambia, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, basi kama ni hivyo, mimi nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, yeyote ambaye atashika njia, katika njia hiyo ikawa makusudio yake ni kuitafuta elimu ya kisheria, elimu ya kumtambua Mola wake subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala
atamsahilishia na kumfanyia wepesi njia ya kuingia katika janna ya Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Adhim Abadi wakati akiisherehesha hadithi hii katika Aunul Ma'bud anasema mtu huyu ima hiki alichomtajia Abu Darda ndilo lengo lililomleta yeye, kwa maana hadithi hii aliyoisimulia Abu Darda kwamba alimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema hivi ndiyo hadithi iliyomleta, au alimtajia hivyo kwa kumrejesha katika kumtajia fadhila za ilmu. Akamwambia, mimi nilimsikia Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisema, yeyote ambaye atashika njia, atafanya safari, akatoka nyumbani kwake, akaacha starehe zake, akawaacha wazazi wake, akaiacha mali yake, kama ni mume akamwacha mke na watoto, lengo kubwa ni kutafuta elimu ya kumtambua Mola subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuiokoa nafsi yake na kwa ajili ya kuwaokoa watu wake na moto wa Jahannam, basi mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi wa njia ya kuingia katika janna. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridan li talib alilm, na hakika malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala huinamisha mbawa zao za huruma na kumnyenyekea mwanafunzi mwenye kuitafuta ilmu. Na katika riwaya, ridan bima yasna, wanafanya hivyo kwa sababu tu ya kuwa wameridhia juhudi ya mwanafunzi huyu, wameridhika na kile ambacho mwanafunzi huyo anakifanya. Na fadhila hii haipatikani isipokuwa kwa mwanafunzi anayetafuta ilmu. Lakini kubwa zaidi akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi al-ard, na hakika mjuzi hutakiwa msamaha na viumbe vilivyomo mbinguni na viumbe vilivyomo ardhini, hata alhitanu fil ma, mpaka samaki waliokuwepo katika maji, waliokuwa baharini au katika mito. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala katika Maalimu Sunan, wakati akifanyia sharhi hadithi hii, alipotaja kauli yake alayhi salatu wassalam, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi al-ard hatta al-hitanu fi al-ma, akasema rahimahullahu ta'ala, alitaja faida latifa jiddan ambayo ni katika yale yanayomshawishi mwanafunzi kuvumilia katika jambo la kuitafuta ilmu. Akasema rahimahullahu ta'ala, inna Allah subhanahu wa ta'ala qayyada lilhitan wa ghayriha min anwa'i alhayawanat alilm ala alsinati alulama. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewawekea samaki na wasiokuwa hao, amewawekea aina mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wanyama na samaki na viumbe wengineo miongoni mwa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, amewawekea jambo la ilmu, amewawekea ilmu
elimu ikabainishwa kupitia ndimi za maulama, na wanawachuoni hao wakabainisha manufaa mbalimbali, anwa'an min almanafi' walmasalih walarzaq, aina mbalimbali za manufaa na masalih na riziki mbalimbali. Wanawachuoni hao wakabainisha hivyo. Yani Allah subhanahu wa ta'ala wanyama hawa amewawekea maulama, ambao maulama hawa wamebainisha ilmu na wakabainisha kupitia ilmu hiyo vitu mbalimbali ambavyo ni manufaa yanayowafikia wanyama mbalimbali, miongoni mwao ni samaki na wengineo. فهم الذين بينوا الحكم فيما يحل ويحرم, kwani wanawachuoni ndio ambao waliyabainisha yale ambayo ni halali na yale yasiyokuwa halali. Walibainisha yale ambayo ni halali yanayofaa katika kufanyiwa wanyama hao, na yale ambayo hayafai wakabainisha wanawachuoni vile vya halali katika wanyama hao ambao vinafaa kutumiwa na vile ambavyo havifai kutumiwa. Wa arshadu ila almaslaha fi babiha, na wakawaashiria na wakawaelekeza watu kwenye maslahi mbalimbali katika mlango wake. Hasa hawakukwepesha wanawachuoni katika kuelezea ahkamu mbalimbali zinazofungamana na wanyama na ndege na wadudu na mfano wa viumbe kama hao. Wa awsau bil ihsani ilaiha, mahallu shahid, na wanawachuoni hao wakahusia sana, wakafanya nasaha kwa ajili ya wanyama hao, wakawahusia watu kwamba wawatendee wema viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya utayadiriki yakinukuliwa zaidi katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akazungumza kunako hukumu za kuchinja. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, idha dhabahtum fa ahsinu dhibha wa idha qataltum fa ahsinu alqitla, idha qataltum fa ahsinu alqitla, mnapohitajia kuwachinja wanyama basi tafuteni njia ambayo ni nzuri katika kuwachinja. Anamaanisha alayhi salatu wassalam, tafuteni njia ambayo ni nzuri katika kutoa roho za wanyama hao, na pindi mnapoua basi uweni kwa uzuri. Muislamu ameharamishiwa, ikiwa hapana budi kuua, basi auwe katika njia ambayo ni nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akienda mbali zaidi akasema, wal yuhid ahadukum shafratahu, na mmoja wenu anapotaka kuchinja anoe vizuri kisu chake. Haya ni katika yale yanayoashiria kwamba wanyama wanatendewa wema, lakini wema huu haukujulikanwa na wala hawakuweza kutenda wema huu kuwatendea wanyama isipokuwa ni wale ambao walilijua hilo kupitia ilmu. Kisha akamalizia maneno yake rahimahullah akasema, wanafa ad-darara anha fa alhamaha Allahu al-istighfara lilulama mujazatan ala husni sani'ihim biha wa shafaqatihim alayha. Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya wema huo na ihsani hiyo akawafahamisha samaki na wanyama wengine, akawafahamisha istighfar, kwamba mnatakikana nyinyi kuwatakia msamaha wanafunzi na mashekhe zao, maulama kwa ujumla, wale watu ambao wamekaa kwa ajili ya kutafuta ilmu ambayo ni msaada kwenu nyinyi, mnatakikana kuwatakia msamaha. Mtafanya hivyo, lengo kubwa ni nyinyi kulipa wema
wa ule wema waliokutendeeni nyinyi na huruma yao kwenu nyinyi. Ndugu zangu, nilikusudia kufupisha, nimerefusha, lakini kubwa zaidi na kuhusieni Waislamu wote kwa ujumla, bil khusus wanafunzi, kutumia nyakati zetu vizuri, na hasa tupo katika mwanzo wa mwaka wa masomo katika miji yetu. Jitahidini kutumia fursa hii vizuri kwa nia iliyokuwa njema, utulivu, adabu kwa walimu, kufanya ibada zile ambazo mtaziweza kwa kadiri ya uwezo wenu. Nasallallahu an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Barakallahu ala almutazawwij walmutazawwaja ala ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Barakallahu alayhi wa jamaa alayhi alkhair.